dunia wakati wowote na kwa hali yoyote. Taarraf ila Allah fi rakhai ya'rifka fi shidda. Ukiwa katika raha, ukiwa katika shida, ukiwa katika dhiki, ukiwa katika amani, ukiwa katika starehe, ukiwa katika hali yoyote, ukumbuke yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya kumshukuru na kumuomba. Alhamdulillah kwa hali hii ulionifikisha na ulioniweka, lakini nakuomba almazid siku zote, hali yoyote, wakati wowote, wa aina yoyote. Wewe ni muftaqir ila Allah. Shairi sema la tas'alanna bunayya adama hajatan wasal alladhi abwabuhu la tuhjabu. Allah yaghdhibu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdhibu. Simuombe binadamu kwa haja yako unaitaka, mwambie tumweleze, lakini usimuombe. Aielewe kama na kukusaidia atakusaidia. Kuomba kwa binadamu mwenzio ni kujidhalilisha, kwa sababu tabia yetu bunayya adama hina yus'alu yaghdhibu. Utamuomba anaweza kukuonea aibu akakupa. Mara ya pili kaona bora, lakini ngoja nimpe. Mara ya tatu unafuata tena, anaanza kusema mbona hiyo kwa tabia. Sasa ukiendelea tena akikuona na kukimbia. Hiyo ndio tabia zetu sisi binadamu, tupende. Lakini Mwenyezi Mungu anakasirika ukiacha kumuomba. Allah yaghdhibu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdhibu. Ndio hali ilivyo, sote tunaelewa. Kwa hiyo tusiwache kumuomba, na hususan katika hali ya raha. Ukiwa katika hali huna shida nyingi, matatizo yako madogo, ndio omba sana. Unataka kujirekebisha kwa Mwenyezi Mungu wakati huu, taarraf ila Allah fi rakhai ya'rifka fi shidda. Nataka kukumbuka kiomba kidogo anakutafunia. Lakini ukiwa na raha ya kumwomba Mwenyezi Mungu, unajiona kama wewe umejiumba mwenyewe, au kumbuke kama Mwenyezi Mungu, basi ni hali ya hatari. Na kutabitu wewe maelekezo yanasema hivyo. تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. شرط يا دعاء وسال به لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Tumombe kwa kunyenyekea na kwa hofu kumwogopa, kwamba rehema za Mwenyezi Mungu ziko karibu na wale muhsinin. Hawa ndio wako karibu na kujibiwa dua ya Mwenyezi Mungu. Muhsinin nani? Muhsinin ni wale wanaofanya amali zao kwa ihsan. Wal ihsan ni ipi? Nuzo yake an ta'budu Allah كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ni yule anayemwabudu Mwenyezi Mungu kwa ikhlas, anayemwabudu Mwenyezi Mungu kwa jambo lolote analolifanya, anajua Mwenyezi Mungu ananiona, kwamba hili nilifanye vipi, sheria dini imeniongoza nifanye vipi. Kila kitu ujiulize, hapa mimi sikudumu, hapa mimi sijapita mipaka, hapa sijakosea. Yule ndio muhsin. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. Ni kwamba uikague ile kazi yako unayoifanya, hii kazi itakuridhisha Mwenyezi Mungu. Kwa sababu mimi nikitembea nina rakibu na atid. Kwa hiyo namna itakavyokuwa, uwe unamcha Mwenyezi Mungu, fanya mazuri, uache mabaya, ndipo utakapokuwa dua yako inakuwa rahisi ya kupokelewa. Na hapa tulipo tuko watu wengi, inshallah, kwa amin za watu wema, amin
Zaharul Muhsinin zitukusanye na sisi. Matalibu yetu yote Mwenyezi Mungu ayapokee. Muqassirina ni wewe sisi tulipo, lakini na muhsinina wako wengine wamejificha. Ruba ash'atha akbara, nasemaje hadithi, law aqsama lillahi la abarra, wala kama mtu kamaona huyo hata haelekei kwamba ni mcha Mungu, lakini huyo lao anaapa mambo Mungu nifanyie jambo fulani, Mwenyezi Mungu atalifanya. Kwa hiyo kama tuko nao pamoja na tumeitikia amin, basi na sisi maksudin tunafanya upungufu, Mwenyezi Mungu atujumuishe na azipokee, ayapokee matalibu yetu kwa kheri. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.